Mwijaku kwa mara nyingine tena amefunguka baada ya lile sakata ambalo lilikuwa linamhusu Aslay na ile video yake ambayo iliweza kutrend. Tunafahamu mara ya kwanza alizungumzia kwamba Aslay itabidi aweze kukiri na kuomba msamaha kwa mzimu wa mama yake, kama ikiwezekana aweze kwenda kwenye kaburi la mama yake kwa ajili ya kwenda kupiga goti na kuomba msamaha. Hilo alizungumzia Mwijaku mara ya kwanza kabisa. Lakini this time around pia akasema kwamba kuna moja ya kitu ambacho Aslay pia ameweza kukipitia ama ameweza kufanyiwa, ikiwa ni moja ya adhabu kubwa sana ambayo of course sio kitu cha mchezo ambacho ameweza kufanyiwa, na anasema kwamba moja ya watu ambao wameweza kumfanyia ni watu wake wa karibu sana ambao wameweza kuwataja kwa jina, na kusema kwamba namna pekee Aslay kuweza kurudi kwenye form itabidi aweze kukamilisha haya mambo mawili. Kwanza kabisa kuweza kwenda kutubu mbele ya kaburi la mama yake, alafu cha pili aweze kutegua mtego ambao ameweza kutegewa kwa hiki kibaya ambacho ameweza kufanyiwa na mtu wake wa karibu kabisa, ambaye mimi nataka kushare na wewe story yake hapa kwa mujibu wa Mwijaku na kila ambacho ameweza kukizungumza. Sasa yote kwa yote nitakuwa nakuletea updates nyingi sana hapa kupitia channel yetu. Kwa hiyo cha kufanya, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho utakomeza kukitazama na kukisikiliza katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na trending issues mimi nakuwa nakuletea hapa kwa wakati sahihi kabisa. Sasa kama kawaida tunafahamu kwamba mengi yanaendelea sasa hivi na kuna yale ambayo tulikuwa hatuyajui. Mtu kama Mwijaku anapokuja kuzungumza mara nyingi huaga wanakuwa wameona mbali zaidi, lakini pia hawa ni wenzetu ambao wanafahamu vitu vingi ambavyo vinaendelea kwa mastaa wengine. So amekuja kuweka wazi na kuzungumzia kuhusiana na moja ya kitu kingine ambacho kwa kiasi kikubwa kinaweza kama kinamsumbua Aslay, lakini pia kinamfanya anapitia maisha yale ambayo anaishi sasa hivi, ambapo Mwijaku amemtaja Tesi Chocolate, mwanamke ambaye Aslay alizaa naye, kwa kusema kwamba huyu pia ameweza kuchangia kwa kiasi kikubwa sana Aslay kupitia katika maisha haya. Na moja ya kitu ambacho Aslay alijikoroga mpaka kuingia kwenye 18 za mwanamke huyu ni baada ya kuweza kuachana na huyu Tesi Chocolate, baada ya kuwa ameweza kuzaa naye. Hapo ndipo ambapo kosa kubwa zaidi Aslay alivyokuja kulifanya, na Mwijaku anafunguka na kusema kwamba mwanamke huyu ameenda kumloga Aslay ikiwa namna ya kuweza kumkomoa ili mwisho wa siku asiweze kwenda mbali zaidi, kwa sababu inasemekana moja ya kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinampa jeuri Aslay ni pesa, ndizo ambazo zilikuwa zinamfanya anakuwa na jeuri kubwa zaidi. Na mara kadhaa alivyokuwa kigombana na huyu mwanamke, issue kubwa Aslay alikuwa anasema kwamba mimi nina pesa, naweza nikaoa mwanamke yote ile pale, so huwezi ukanisemesha ama ukanitesa kwa namna yote ile pale. So huyu mwanamke akaenda kumfungia milango ya riziki kwa kwenda kwa mganga, kitu ambacho sasa hivi inaonekana kiamwathiri Aslay kwa kiasi kikubwa zaidi. Lakini ukiachana na hicho, Mwijaku ameweza kumvaa Tesi Chocolate na kusema kwamba huyu ni mnafiki mkubwa kwa kile ambacho amekuja kukisema, baada ya kusema kwamba eti Aslay anamtafuta, amemtumia ujumbe, lakini pia kuonekana analia na kuhuzunika kwa hali halisi ambayo anaipitia sasa hivi Aslay, ili hali yake akiwa ni mmoja wa watu ambao wamehusika kwa kiasi kikubwa sana kuharibu maisha ya Aslay. So amesema kwamba Tesi aache unafiki, lakini pia Aslay kama akiweza itabidi aweze kurudi, apige goti kwa Tesi, amwambie amsamehe, kama ikiwezekana warudiane, au kama haiwezekani amwambie tu aweze kumfungulia milango yake aweze kubarikiwa na mwisho wa siku maisha yake yaweze kuendelea kama kawaida, mambo yaweze kwenda. Lakini anasema otherwise Aslay kama akishindwa kutimiza haya masharti mawili ambayo pengine akiona moja alitekeleze na moja aliache, basi huenda mambo yake yasiweze kurudi kwenye mstari kama ilivyokuwa kawaida. Lakini huenda kwa kuna uhalisia kwenye ile ambayo analizungumzia Mwijaku, au kunaweza kusema kuna uhalisia. Tuchukulie kama ni uhalisia, na unadhani kwamba kweli Aslay akifanya yote haya inawezekana kurudi kwenye fomu ya muziki? Lakini je, kweli Aslay atakubali kufanya yote haya au hawezi kufanya yote haya? Comment yako ni ipi? Tuambie kwenye sehemu ya maoni hapo, lakini usisahau kusubscribe kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo yatakuwa nakujia hapa kwa wakati sahihi, na mimi Gabby Official nitakuwa nahakikisha kwamba nakuletea kwa muda sahihi kabisa. Subscribe alafu tukutane next video. Bye bye.